Chafuka, dunia inaonyesha kukatisha matumaini ya watu, katikati ya vita na njaa, katikati ya matetemeko ya ardhi, katikati ya machafuko ya kila aina. Swali linalozunguka katika mioyo ya wanadamu ni kwamba mwisho wa mambo haya utakuwaje? Na ni nini hatima ya mambo haya? Kitabu cha Ufunuo, kama tulivyokwisha kuangalia, Mungu aliufunua ufunuo huu kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo kuja kwa Yohana juu ya mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Tulikwisha kuangalia Ufunuo sura ya kwanza kwa habari ya utangulizi wa kitabu. Tukaangalia Ufunuo sura ya pili fungu la kwanza hadi fungu la 7, ujumbe wa Mungu kwa kanisa la awali wa uwakilishi wa kanisa la Efeso. Tuliona ya kuwa makanisa yale 7 yaliyotajwa katika kitabu cha Ufunuo kwanza yaliwakilisha makanisa halisi yaliyo katika Asia ndogo, lakini kwa namna nyingine yaliwakilisha vipindi 7 ambavyo kanisa la Kristo lingesafiri kutoka Kristo alipopaa mbinguni mpaka mwisho wa nyakati. Na kipindi cha kwanza kilianza kutoka mwaka wa 30 hapo 34 mpaka mwaka wa 100 anapokufa Yohana, kanisa la mitume likiwakilisha na ujumbe kwa kanisa la Efeso. Na changamoto kadhaa Bwana alizitoa katika kanisa la Efeso, ya kuwa walionekana ni watu wenye bidii katika mafundisho, lakini baadaye maandiko yanasema waliuacha upendo wa kwanza. Na Mungu aliwapa mashauri ya kuwa waangalie ni wapi walipoanguka, wakatubu, maana wasipotubu anakuja atakiondoa kinara cha taa katika mahali pake. Sasa baada ya mwaka wa 100 mitume wote walikuwa wamekufa. Kanisa la Kikristo lilikuwa likijengwa na wazawa au watoto wa mitume, watoto wa kuzaliwa na watoto wa kiroho waliohubiriwa Injili. Na hapa ujumbe wake uliteuliwa kuwakilishwa na kanisa la Smyrna. Kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunapoenda kujifunza kipande kidogo cha ujumbe wako kwa kanisa la Smyrna wa kipindi cha zamani za kati kati ya miaka ya 100 mpaka miaka ya 300, tunakusihi neema yako kwa njia ya Roho wako Mtakatifu ikakae pamoja nasi kutufundisha haya kwa jina la Yesu, amina. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 8 mpaka la 11, na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika, haya ndiyo alinayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu atakufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kanisa la Smyrna, kama ambavyo nimekwisha kuambia, ni kanisa ambalo lilikuwepo kule Uturuki, kipindi hicho ikijulikana kama Asia ndogo. Ni miongoni mwa makanisa 7 yaliyochaguliwa na Kristo ili kubeba ujumbe ambao ungesafiri kizazi baada ya kizazi mpaka mwisho wa wakati. Tabia ya kanisa la Smyrna Kristo aliiona ikifanana kabisa na tabia ya wazawa wa mitume baada ya mitume wale 12 na kanisa lile lilomuona Kristo kuwa limepotea ulimwenguni. Ikifanana kabisa na kipindi cha kati ya mwaka wa 100 mpaka mwaka wa 300 hapo baada ya Kristo. Yesu anapoanza ujumbe kwa kanisa hili anasema, haya ndio anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Yesu alitazama mambo yaliyotokea katika kanisa la Smyrna,
akaona ni vema awatambulishe kwamba yeye kwanza ni wa kwanza, lakini pia ni wa mwisho. Yeye ni yeye aliyekuwa amekufa, lakini pia ni hai. Kwa nini Yesu aanze utambulizi huu? Kwa kanisa la Efeso alisema, haya ndio anenaye yeye azishika hizo nyota 7 za Mungu katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vinara 7 vya dhahabu, akimaanisha kwamba anawatia moyo wale waliokuwa wakiasisi njia ya Kikristo kwamba yeye ataisimamia, ingawa wao watakufa, ataisimamia. Lakini kwa nini hawa awaambie habari ya kuwa yeye ni wa kwanza na wa mwisho, na ya kuwa alikuwa amekufa na kisha yu hai? Unajua, historia inatuambia kuwa awali kanisa la Kikristo lilikuwa linajulikana ulimwenguni kama dhehebu tu katika dini ya Kiyahudi. Na wakati dola ya Kirumi ikiwa inatawala wakati huu, ilikuwa ikihesabu kanisa la Kristo kama dhehebu katika dini ya Kiyahudi. Lakini baadaye Wayahudi walilikana dhehebu hili na wakikana kwamba halihusiani kabisa na dini ya Kiyahudi. Na hivyo ikapelekea Warumi chini ya mfalme anayejulikana kama Diocletian kuanzisha mateso makubwa sana. Ni kweli mitume waliteswa na mfalme Nero na wengine, lakini kati ya mwaka wa 302 mpaka mwaka wa 312, kwa muda wa miaka 10, Wakristo hawa walipitia mateso makali. Wengi waliuawa katika kipindi hicho chini ya ufalme wa Rumi. Na ndio maana Yesu anaanza kwao kwa kusema ya kuwa mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Wanapokuwa katika magereza, anawaambia maneno haya, anawatia moyo kwamba mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Wanapokabiliwa na hali ya kufa, anawaambia mimi nilikufa na sasa niko hai, akimaanisha ya kuwa ana funguo za mauti na kuzimu, ya kuwa ingawa watakufa bado atawafufua kutoka katika wafu. Anawaambia naijua dhiki yako na umaskini wako. Yesu akiwa mlimani katika mlima wa Mizeituni alisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Yesu hapa hakuzungumzia habari ya umaskini wa mali. Alizungumzia shauku ya kipekee ambayo watu hawa walikuwa nayo, shauku ya kulijua neno la Mungu, shauku ya kuendelea kulitangaza neno la Mungu. Anasema ingawa wanaonekana maskini katika uso wa ulimwengu, lakini mbele ya ufalme wa Mungu kwa sababu ya uhitaji wao wanatajwa lakini utajiri. Tena anasema najua na matukano ya hao wasemao kuwa ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Wale ambao wamejiingiza katika kanisa hili wakidai ya kuwa ni Wayahudi, lakini wakiwasaliti ndugu zao chini kwa dola ya Warumi ili wapate kuteswa. Yesu anasema anayajua matukano yao, anajua wanayoyatenda, lakini anatia moyo kanisa. Anasema usiogope mambo yatakayokupata. Anakwambia leo, ikiwa wewe ni maskini wa kiroho, ni mtu ambaye anamtafuta Kristo na kulitafuta neno lake, ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anatukanwa kwa sababu ya neno la Mungu, Yesu anakwambia leo usiogope mambo yatakayokupata, maana tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Wakati fulani katika kitabu cha Matendo sura ya 14, Mtume Paulo alipokuwa anawaasa wale wanafunzi katika haya makanisa, Matendo sura ya 14 fungu la 22, anaandika hivi: wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Mungu hakuahidi safari ya kuelekea kwake kuwa itakuwa ni safari ya raha. Wakati fulani Mungu alipozungumzia ufalme wa mbinguni alisema njia ni nyembamba nayo imesonga sana iendayo uzimani, njia ni pana iendayo upotobuni. Hakuna njia iliyopana, hakuna uhuru wa kupitiliza kwa wasafiri wa kwenda mbinguni. Mtu yeyote anayetaka kuishi maisha ya utauwa katika Kristo lazima atakuwa kikwazo kwa walimwengu. Biblia Yohana anasema wakati fulani, usipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.
Dunia inapita pamoja na fahari zake na tamaa zake, bali watendao mapenzi ya Bwana wadumu hata milele. Maana mambo yaliyo katika dunia ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hayo yote anasema yatokana na Baba, bali yatokana na dunia. Na kama mtu kweli ataamua kujitoa kumfuata Kristo kikamilifu, maisha yake yatatofautiana na mambo ya ulimwengu. Maisha yake yatatofautiana na tamaduni za ulimwengu. Na matokeo yake atakumbana na upinzani kutoka kwa yule mwovu. Maana maandiko yanatuambia baada ya mwovu kuonekana ameshindwa, kwenye kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 17 anasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia watashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Shetani ana vita dhidi ya wote ambao wanashika amri za Mungu. Shetani ana vita dhidi ya wote wanaomwamini Yesu kikamilifu, wanaokusudia kuishi maisha matakatifu katika dunia iliyojaa dhambi. Anasema, tazama, huyo Ibilisi kwa sababu ya uchaguzi wako wa kumfuata Kristo atawatupa baadhi yenu katika magereza ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa katika hali ya dhiki. Lakini maandiko yanasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Wakati mwingine binadamu amemuelewa vibaya Mungu. Mungu ana uwezo wa kumwokoa mtu anayeteseka, akamlinda dhidi ya kifo. Lakini pia Mungu huyo huyo anaweza akakuruhusu ukafa, na katika kufa kwako ukaonekana kuwa ni mshindi. Ni Mungu yeye yule aliyeruhusu mtume Paulo akakatwa kichwa. Ni Mungu huyo huyo aliyeruhusu mtume Petro akagongwa katika msalaba. Ni Mungu huyo huyo aliyeruhusu Bartholomayo kuchunwa ngozi. Ni Mungu huyo huyo aliyemlinda Yohana aliandika kitabu hiki cha Ufunuo, hata alipochomwa katika pipa la mafuta hakufa. Kila njia ya kumuua iliyotumika ilishindikana. Ni Mungu huyo huyo. Na ni Mungu huyo huyo aliyemlinda Danieli katika tundu la simba. Ni Mungu huyo huyo aliyewaokoa Shadraka na Meshaki na Abednego kutoka katika tanuru la moto. Yawezekana kwako wewe kuvumilia mateso ndio njia ya ushindi. Kwa hiyo maandiko yanatuambia tunapaswa kuwa waaminifu hata kufa. Hakuna kiwango cha maisha ambacho utateseka, utajaribiwa, ambacho kitaweza kuhalalisha matendo maovu kiasi kwamba unaweza kusema kuwa Mungu anajua hali niliyokuwa nikipitia. Biblia inatuambia uwe mwaminifu hata kufa. Kiwa wewe ni binti, miaka yako inakwenda na haujaolewa, huwezi ukahalalisha maisha maovu ya zinaa ukisema ya kuwa Mungu anajua. Mungu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Ikiwa wewe ni kijana, Mungu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hakuna sababu yoyote ile inayoweza kuhalalisha mtu kutenda dhambi. Wengine wameteswa katika magonjwa. Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8, Mtume Paulo anaandika, ukisoma kuanzia fungu la 34, ni nani atakayewahukumia adhabu? Yesu Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefuka katika wafu, na yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili ya hayo tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, katika yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala aliyopo, wala atakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu
Bwana wetu. Sehemu nyingine Mtume Paulo katika kitabu cha Waebrania anasema mjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na yule mwovu. Hakuna kitu chenye nguvu, iwe ni dhiki au njaa, kitakachoweza kuhalalisha dhambi, kikakufanya useme kwa ujasiri ya kuwa Mungu anajua. Mungu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mungu anasema mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliyekuwa amekufa na tazama ni hai. Na cha msingi hapa tukiangalia katika kitabu hicho cha Ufunuo, anasema Shetani atawatupa katika magereza ili mjaribiwe. Shetani hawezi kukubali kuachia mateka. Unajua binadamu wote kabla ya ukombozi tulikuwa mateka halali wa Shetani, kwa sababu wazazi wetu walitenda dhambi. Hawezi akakubali kuachia mateka waende mikononi mwa Kristo mpaka kwanza amewajaribu. Kusoma habari za Ayubu, Shetani alikuwa akizunguka huko mbinguni. Mungu akamwambia kutoka wapi? Akasema nimetoka katika kuzunguka huko na huko dunia. Anasema unaona mtumishi wako Ayubu mwaminifu? Anasema kwa wewe umemzingira. Mungu akasema sawa, umjaribu. Shetani akaenda kupukutisha vitu vyake vyote. Kisha baadaye Shetani akaharibu afya yake. Lakini Ayubu alidumu kuwa mwaminifu. Kwamba Mungu atakuokoa kutoka katika kifo au hatakuokoa sio kazi yako. Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Narudia, kwamba Mungu atakuokoa na kifo kwa sababu ya imani uliyoishikilia au hatakuokoa, hiyo sio kazi yako. Biblia inasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Mungu akubariki, akutie moyo unapolitambua neno hili na kudumu katika uaminifu kama Kristo alipokwenda mpaka msalabani akiwa mwaminifu. Kwa kifo chake alishinda, nawe ikiwa itakupasa kufa kwa ajili ya imani yako, utashinda kwa njia ya mauti. Kwa kanisa la Smyrna anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Na pia anasema wasaliti wakubwa wa Smyrna walikuwa wale wanaojiita kuwa ni Wayahudi. Pia kwa maana hiyo anamaanisha wasaliti wakubwa wanaweza kuwa ni ndugu zako, waumini wenzako, lakini maandiko yanasema uwe mwaminifu hata kufa. Hakuna sababu yoyote ya kuhalalisha dhambi. Ikiwa amani yetu itatugharimu kuvichusha viwango vya Ukristo wetu, maandiko yanasema acha iwe vita, uwe mwaminifu hata kufa. Ikiwa amani yetu itatugharimu kushikamana na marafiki waovu, ikiwa amani yetu itatugharimu ili tuipate lazima tutende uovu pamoja na waovu, Biblia inasema bora iwe vita, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Inawezekana mtu fulani anielewe. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kuna mafungu ya ajabu sana hapo kwa Kumbukumbu la Torati fungu la 13 anasema, Kumbukumbu la Torati 13 anasema fungu la 6, atakushawishi kwa siri ndugu yako, mwana mama yako, au mwana wako au binti yako, au mke wa kifuani mwako au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia twende tukaabudu miungu mingine usiyoijua wewe wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu, karibu nawe au mbali nawe, tokea ncha moja ya dunia hata nchi ya pili ya dunia. Usimkubalie wala usimsikilize, wala jicho lako lisimuonee huruma, wala usimwache wala usimfiche. Muue kweli, mkono wako wewe wa kwanza juu yake katika kumua, na baadaye mikono ya watu wote. Biblia haitoi ruhusa kwa mtu yoyote kuwa na ushawishi juu ya mtu mwingine ili kutenda dhambi, bali Biblia inasema kila mmoja kwa nafsi yake asimame kuwa mwaminifu hata kufa. Bwana akubariki sana unapoendelea kufuatana pamoja nami tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kanisa la tatu au kipindi cha tatu cha kanisa na ujumbe wa Kristo kwa kipindi hicho kinachoanza kutoka mwaka wa 300 mpaka mwaka wa 500, kipindi kinachojulikana kama kipindi cha kanisa la Pergamo, kinachofanana na tabia ya kanisa la Pergamo. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema. Tuombe. Baba mwema, asante kwa mahusia yako jioni ya leo. Utusaidie kusimamia imani. Bwana wetu Yesu Kristo, ulisimama katika imani. Hata walipokuua bado ulisimamia maneno yako.
tusaidie na sisi kuwa na imani thabiti, kwa jina lako tukufu. Amina.